Viongozi wa kamati ya mahusiano ya mambo ya nje kutoka nchini Marekani wamezungumza kwa mara ya kwanza ikiwa ni siku chache tangu Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande atoe ripoti juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Katika ripoti hiyo ambayo iliwasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, aliweza kufafanua kuhusiana na mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu, huku ukiangazia matukio hayo kwa kina zaidi. Ifahamike pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliunda tume hiyo kwenda kuchunguza kwa kina ili kuweza kubaini ni nini chanzo hasa kilichosababisha vurugu wakati wa uchaguzi pamoja na matukio yote yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi. Senate ya mahusiano ya mambo ya nje nchini Marekani kupitia kwa viongozi wake wamesema kwamba kama ilivyotarajiwa, tume hii ilipuuza kabisa ukandamizaji wa kikatili na mambo halisi ya ukweli. Inaunga mkono mapitio ya pande mbili ya utawala na kutoa wito wa kuendelea kuishinikiza Tanzania, ikiwemo kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu, kusubiria uchunguzi kwa ripoti iliyopakwa rangi nyeupe ni mkakati wenye dosari au utarejesha uaminifu, bali utaongeza hatari ya muda mrefu na kutoaminiana kwa utawala unaotawala. Walisema hivyo kamati hiyo ya mahusiano ya mambo ya nje kutoka nchini Marekani. Siku chache pia zilizopita, idara ya mambo ya nje ya Marekani, State Department, ilisema kwamba Marekani inafanya mapitio ya kina ya uhusiano wetu na serikali ya Tanzania kutokana na wasiwasi kuhusu ukandamizaji unaendelea uhuru wa kidini na uhuru wa kujieleza. Hata hivyo, hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania zinaibua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa uhusiano wetu wa pande mbili na uaminifu wa serikali ya Tanzania kama mshirika. Idara ya mambo ya nje ilisema ukandamizaji unaoendelea wa serikali ya Tanzania dhidi ya uhuru wa kidini na uhuru wa kujieleza, uwepo wa vizuizi vinavyoendelea, uwekezaji wa Marekani na ghasia za kutisha dhidi ya raia katika siku za karibuni na baada ya uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 zimehitaji kufanywa upya kwa uhusiano wetu. Taarifa hiyo ilieleza Marekani haiwezi kupuuza hatua zinazohatarisha usalama wa raia wetu au usalama na utulivu wa eneo hilo. Mustakabali wa uhusiano wetu wa pande mbili na serikali ya Tanzania utategemea hatua zake, idara ya mambo ya nje ilisema.